inabidi upende. Basi twende Zanzibar, tukale na tende. Umari Samua, inabidi upende. Basi twende Zanzibar, tukale na tende. Habari zilizotufikia hivi punde kutoka mamlaka ya hali ya hewa zinasema kuna mvua kubwa katika eneo lote la kanda kaskazini na tunaweza kutarajia mvua nyingi zaidi katika siku zijazo. Hivyo basi, wananchi wote mnapaswa kuchukua tahadhari na kujiandaa kwa maafa yoyote yanayoweza kutokea. Kwa mujibu wa mamlaka, hizi mvua kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa ukanda huu. Unaendelea kusikiliza Radio Mtaani. Ni mimi mtangazaji wako Majidi S. Ndumbu. Endelea kuburudika na muziki kutoka hapa studio. Asante. Nini kinaendelea? Isije kuwa kama dhama za gharika na safina ya Nuhu. Hapana, nimewaza ujinga sana. Nilikuwa nimemaliza kidato cha 6, lakini nilikuwa mjinga sana hata nikashindwa kufaulu kwenda chuo kikuu, na familia yangu ilikuwa na kipato duni sana, lakini sitaki kuwa kama baba yangu. Bwana Dom, karibuni. Baba, kwani vipi? Imekuwaje? Unamaanisha nini? Kaili kijana wangu, kijiji kizima kinaelea kwenye maji, mafuriko kila pahala, hivyo inatubidi kutoa msaada. Bwana Dom, karibu ni mketi. Asante sana. Baba yangu na Bwana Dongi ni marafiki wa karibu sana, na wote kwa pamoja wakiwa wanafanya kazi katika kiwanda cha kuandaa chupa za plastiki pasipo mkataba rasmi maarufu kama vibarua. Bwana Dongi, kuweni huru, jisikie mpo nyumbani. Asante sana kwa ukarimu wako. Asante sana ndugu yangu. I love your method. Tunaishi katika nyumba ndogo sana yenye vyumba viwili pekee, na kwa sasa nyumba ina watu 4 ndani yake.
Sina chumba cha peke yangu tena. Natamani mvua isinyeshe, lakini Kaili amelala hapo sebuleni. Acha tafadhali. Hata hivyo amelala. Unaogopa nini? Nini hiki kinaendelea? Mume wangu, acha tafadhali. Tulia. Situmii muda mrefu, dakika chache tu. Wanafanya nini hawa? Kaili atatusikia. Bado bwana mdogo sana huyo kuyajua ya mambo. Nina umbo kubwa sana ukilinganisha na vijana wengine wa umri wangu, lakini No. No. Sio ukubwa wa mwili tu, pia nina kitu kikubwa sana kwenye mwili wangu ambacho ni kikubwa ukilinganisha na umri wangu. Nadhani virutubisho vyote vya mwili wangu vilielekezwa kwenye sehemu zangu za siri, maana maumbile yake ni makubwa kuliko umri wangu. Oh no. No. Sijui atakuwa amegundua kwamba sijalala. Kaili, amka. Mungu wangu, anataka nini huyu? Kaili. Anataka nini? Oh, umeamka? Ndio, kuna nini? Nimekuona ukitetemeka, nikahisi unapata baridi. Oh, afadhali. Nikahisi ameniona nikimchungulia. Ndio, kuna kibaridi kidogo. Nadhani ni kwa sababu ya mvua kunyesha. Yeah, ni kweli. Twende kalale chumbani, maana ukiendelea kulala hapa mshu utaumwa. Nini?
Bila shaka uhitaji kupata homa itokana na mvua inayonyesha. Ndiyo, sihitaji. Na hapo ndipo nilipojikuta nimelala chumba kimoja na wanandoa hao. Samahani, tumechukua nafasi. Usijali, kuwa na amani. Sasa niliona dhahiri udogo wa chumba hiki, kwa maana nilianza kuhisi harufu ya ngozi yake. Ni dhahiri ubongo wangu ulishavurugika, na hapa ninayemwaza ni yeye pekee. Hali hii inanipa wakati mgumu sana. Mungu wangu, nini hiki? Nimekuwa nikiishi maisha yangu yote nikidhihakiwa na watoto wengine, sababu ya saizi ya maumbile yangu. Kama na kaka yako mlete naye apate zawadi yake. Hata mimi nilikuwa mdogo kama wewe, lakini sikuwa na limwili libwege kama lako. Siku zote walikuwa wakinidharau, lakini shida hiyo ilikoma siku tulipokuwa kwenye safari ya shule. Tulikuwa karibu na ufukwe, tunacheza mchezo mbalimbali, wengine wakiwa wanaogelea. Mara baada ya hapo ilibidi tukaoge katika bafu la umma kwa pamoja. Wakati huo baadhi ya wanafunzi walikuwa wakitaniana kuhusu maumbile yao wakati wanaoga. Ina maana una yako tu. Acha kuniangalia, ukorofi tu. Wakati wakiwa katika furaha ya utani wao, na hapo ndipo nilipoingia mimi nikiwa mtupu kama nilivyozaliwa, ili nishiriki kuoga pamoja nao. Kila mmoja wao alipata mshangao kwa walichokuwa wanashuhudia mbele yao. Mbele yangu aliwashangaza sana kwa ukubwa wake. Baada ya hapo kila mmoja aligeuka upande wake kunipisha nioge. Baada ya tukio hilo, kuanzia siku hiyo wote waliacha kunidhihaki na badala yake walitamani kuwa karibu na mimi. Ni kama walianza kuniheshimu, au labda yanaweza kuwa tu ni mawazo yangu. Sijawahi kuwaza kama nitamtazama Mrs. Dongi kwa hisia za mapenzi. Nimemfahamu tangu nikiwa mdogo. Ni nini hiki kimenipata? Ngoja nijidai nipo usingizini, angalau niuguse mwili wake. Hata akishtuka nitajidai ni bahati mbaya.
sita, come to me na kuita my señorita, mamacita, come to me na kuita girl. I need somebody to be my lady, kwangu wewe mkare, come to me my baby. I need somebody to be my lady, kwangu wewe mkare, come to me my baby. Mahaba nyonge chumbani la usende mbali, kama si uenda ninepuka ibada. Mahaba nyonge chumbani la usende mbali.